Migogoro ya kimikataba baina ya wasanii kutoka lebo mbalimbali nchini Tanzania imezua gumzo mbalimbali kwa siku chache zilizopita kutokana na lebo baadhi kuleta migogoro ya kimikataba. Moja ya lebo ambayo imewahi kuleta mgogoro wa kimkataba ni mwaka 2018-2019 kati ya lebo ya WCB pamoja na msanii Harmonize ambaye aliondoka kwa suluhisho la mgogoro ambao ulifika mpaka Baraza la Sanaa Tanzania, yani BASATA. Sasa mwaka 2025 Mei umeibuka mgogoro kati ya msanii Ibra na lebo ambayo alikuwa akitumikia, yani Konde Gang, kutokana na mikataba ambayo walisign. Ibra alichapisha ujumbe katika mitandao ya kijamii akidai kwamba yeye kuachana na lebo ya Konde Gang anatakiwa kulipa kiasi cha fedha za Kitanzania shilingi bilioni 1 kutokana na kile kilichoandikwa kwenye mkataba. Yeye anadai kwamba ili aondoke katika lebo ya Konde Gang, mkataba wake unadai bilioni 1, akiomba Watanzania waweze kumchangia katika upatikanaji wa bilioni 1. Kile kilichokuwa kikizungumzwa na msanii Ibra kiribua wasiwasi kutokana na migogoro ya kimikataba baina ya wasanii, huku wengi wakidai kwamba kwa nini Ibra amekuja kuwaomba Watanzania ikiwa wakati anasaini mkataba hakuzungumza na Watanzania hadharani. Alipozungumza Ibra kuhusiana na mkataba wake kudai bilioni 1, aliomba kila Mtanzania mwenye fedha ya aina yoyote ile kumchangia ili aweze kuwa huru na kufanya kazi yake ya mziki akiwa huru bila kufungwa na mkataba wa aina yoyote ile. Siku chache zilizopita, Ibra na lebo ya Konde Gang waliwasili katika ofisi za Baraza la Muziki nchini, yani Baraza la Sanaa ambalo ni BASATA, katika kusuluhisha sakata lao pamoja na lebo ya Konde Gang. Ibra alizungumza machache baada ya kutoka BASATA akisema kilichozungumzwa BASATA kimeonyesha uelekeo mzuri kuelekea usuluhisho wa mgogoro kati yake na lebo ya Konde Gang kufuatia migogoro ya kimikataba, ambapo tangu kutoka kwa mgogoro wa Ibra pamoja na Konde Gang, Harmonize akiwa kama CEO wa lebo ya Konde Gang hakuwahi kuongea chochote kuhusiana na kile kilichokuwa kikichapishwa na msanii Ibra, bali ilikuwa ikitoka tu barua ikionyesha kwamba taasisi imejibu yale yanayosemwa na msanii Ibra. Moja ya barua ilimfungia msanii Ibra kujihusisha na mziki wala kuchapisha machapisho ya aina yoyote yale yanayohusiana na mziki wala kuzungumzia sakata lake na lebo ya Konde Gang, kwani alikuwa akizungumza vitu ambavyo vinavunja heshima na hadhi ya lebo pamoja na hadhi ya mmiliki wa lebo ambaye pia ni msanii. Hiyo ni moja ya barua ambayo mimi nimeinukuu kutoka kwa Konde Gang. Sasa leo asubuhi CEO wa lebo ya Konde Gang ambaye ni Harmonize ameibuka na kuweka wazi akionyesha video kwamba kwenye video aliyokuwa ameirekodi kwa siku ya leo amezungumza akisema kilichokuwa kikizungumzwa na msanii Ibra ni kweli kwamba lebo ya Konde Gang ilisaini mkataba na msanii Ibra. Bilioni 1 ambayo ilikuwa ikizungumzwa ilihusisha ikiwa Ibra atahitajika na lebo ambayo ina malengo zaidi na lebo ya Konde Gang, ndiyo itatakiwa bilioni 1 kulipwa. Sasa alichokuwa akizungumza Ibra ni kinyume na mkataba. Alichokuwa akizungumza Ibra hakikuwa nje ya mkataba, kwani hakuna lebo ambayo imeonyesha nia ya kumtaka Ibra ambayo ina malengo zaidi ya lebo ya Konde Gang. Kipengele cha bilioni 1 kinahusisha kama kuna lebo yenye malengo ya zaidi ya lebo ya Konde Gang, basi itatakiwa kutoa bilioni 1 kama ambavyo alikuwa akisema msanii Ibra. Hivyo Harmonize amemfree Ibra akimwambia yupo huru kufanya kazi yake ya mziki akiwa kama msanii huru, lakini pia kwa yote aliyosema anasema
yeye kwa nafasi yake amemsamehe, yupo tayari kuishi naye kama mdogo wake, na lebo ya Konde Gang pale yeye ni nyumbani muda wowote na wakati wowote, ana uwezo wa kurudi na kuendelea na shughuli nyingine, ila sio za kimikataba kama ilivyokuwa awali. Hivyo Ibra mpaka sasa yuko huru kufanya kazi za kimuziki baada ya sekeseke lake kuvuma kwenye mitandao ya kijamii. Wengi walimhusisha kutua WCB. Yapi maoni yako? Hii ni Flow Updates. Mimi ni Flow Winv. Tusikanye kipaza, subscribe, comment, like na kushare. Bonyeza alama ya kengele. Shout out kwako. Shout out kwa studio za Flow Updates.